mwezi Januari. Tulitarajia labda mwezi wa pili mvua kidogo inapumzika ili kutupa muda wa palizi, lakini unaweza kukuta mwezi wa pili sasa ndio tufani ya mvua. Sasa hayo mabadiliko yote yanaathiriwa na shughuli za kibinadamu. Lakini sasa tathmini ya kidunia inaonyesha kwamba sisi huko Afrika hatuna shughuli ambazo zinaathiri mabadiliko ya tabia nchi. Shughuli kubwa ambazo zinaathiri mabadiliko ya tabia nchi ni shughuli zinazotokana na kazi za viwanda. Na kazi za viwanda ambazo ziko katika kiwango cha juu ziko kwenye nchi za Ulaya na pia hata nchi za bara la Asia. Sasa wakubwa wale, kwa sababu wao ndio wachafuzi wa mazingira, wamejaribu kutafuta mbinu za kujikinga na hiyo athari. Kwa maana sasa mapafu yao ni sisi huku bara la Afrika. Kwa maana sisi bara la Afrika uharibifu wa mazingira bado uko kiwango cha chini. Sasa ule uharibifu unaofanya wao, lakini sisi kwa bado tunajitahidi utunzaji wa mazingira, kwa Afrika imekuwa kama ndio mapafu ya dunia. Kwa sasa wenzetu, kwa kuwa sasa samaki ameisha kuwa mkavu, hawezi tena kukunjwa, sasa wanajaribu kutengeneza mazingira ya kuhakikisha huku kwetu tunakuwa sasa na shughuli ambazo kwa kutekelezwa kwake basi zinakuwa kama sehemu ya kuwasaidia wao kupunguza hata zile athari zinazotokana na zile kazi wanazofanya. Wanafanyaje? Sasa hao wakubwa wa huko wana mfuko wao wa kidunia, unaitwa mfuko wa mabadiliko ya tabia nchi. Wamekubaliana, bwana, sisi ndo tunaiharibu dunia, lakini Afrika ndo anatufanya mpaka leo sasa tuvute hewa safi. Basi katika mfuko huu tuchangie fedha ili kule sasa Afrika wawe na shughuli mbalimbali za kufanya ambazo zitawapa unafuu wa wao kutoingia kwenye hizo athari za mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kama kuwashukuru katika kile ambacho wanatusaidia sisi tusipate athari za mabadiliko ya tabia nchi moja kwa moja, na wao kule hususan kwenye maeneo ya afya. Ndio maana nikasema sisi bara la Afrika ni kama mapafu yao. Sasa kwenye ule mfuko wa mabadiliko ya tabia nchi, wakubwa wale wameweka fedha, lakini zile fedha ili uzipate lazima na wewe uwe na lugha inayofanana na ajenda ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwamba wanasema, kuna msemo wa Kiswahili unasema Waarabu wa Pemba wanafahamiana kwa nini? Pemba. Kwa maana yake hata nao sasa wanataka zile fedha wanapoziweka pale, basi yule anayekwenda kuzitumia basi awe naye na kilemba cha kufahamu namna gani anaweza akazitumia zile fedha kuhakikisha kwamba anakuwa na mchango katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Sasa katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, taasisi ambayo inakidhi vigezo ya kwa maana ina sifa ya kupata hizo fedha kwenye huo mfuko ni benki ya CRDB. Sasa mtu atajiuliza, benki ya CRDB na mambo ya mabadiliko ya tabia nchi wapi na wapi? Maana yake hii benki ya CRDB yenyewe imejiongeza, kwa sababu sasa hivi serikali inahimiza umuhimu wa taasisi za kifedha kukopa, kutoa mikopo ambayo ina tunasema ina riba ya namba moja. Riba ya namba moja, yani single digit. Kwa maana riba isiwe zaidi ya 10%, iwe 10 kushuka chini. Sasa benki ya CRDB ni benki ambayo ni moja ya benki ambazo nazo zimeonyesha nia ya dhati katika kuunga dhamira njema ya serikali kwa kuhakikisha nao wanaelekea huko. Sasa kwa kuwa wanatambua wamejikita katika kuunga mkono dhamira njema ya serikali, basi nao wameandaa nyaraka mbalimbali za kitaifa na kimataifa ambazo zinawawezesha kuhakikisha kwamba wanapata fedha katika maeneo mbalimbali. Kwa wao katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki ndio wakapata pesa hiyo. Na baada ya kupata pesa hiyo sasa, wao kama benki hawafanyi shughuli za kilimo moja kwa moja. Ni kweli kuna sehemu wameingiza kwenye mikopo, tutakuja kuelezana na sisi tutanufaika namna gani. Lakini pili, sehemu nyingine ni kwamba wamezipeleka kwenye sekta ambazo zitakuwa na mchango ambao nao benki watapata alama ya kuonyesha kwamba hizi fedha mmezitumia katika maeneo sahihi. Eneo la kwanza, fedha hizo wamezipeleka kwa wakala wa meli anaitwa TASAC. Huyu wakala wa meli TASAC huyu
yeye jukumu lake kubwa sana la kutumia fedha hizi ni katika kukabiliana na athari ya magugu maji katika ziwa Victoria. Nadhani mmeishasikia changamoto ya magugu maji. Bahati nzuri na nyinyi hapa mna ziwa, mnaonaga kuna majani fulani hivi yanakuwa yanahatarisha sana maeneo ya ziwani. Sasa kule ziwa Victoria kuna changamoto ya magugu maji. Kwa kupitia wakala wa meli TASAC kuna mtambo wa kisasa umenunuliwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unafanya kazi ya kuyaondoa yale magugu maji katika ziwa Victoria. Lakini eneo la pili ambako wamepeleka fedha ni kwenye mamlaka yetu ya hali ya hewa kwa maana ya TMA. Na sisi wengi tunaifahamu mamlaka ya hali ya hewa. Ingawa Tanzania wengi tuna tabia kwamba baada ya taarifa ya habari, sasa utabiri wa hali ya hewa, watu wanainuka wanaondoka. Watu waga hawapendi kusikiliza habari za hali ya hewa. Naamini huenda nyinyi watu wa Ikungi hamna hiyo tabia. Lakini wa Tanzania maeneo mengi taarifa habari ikiisha, sasa utabiri wa hali ya hewa wanainuka. Sasa TMA nayo mamlaka ya hali ya hewa wamepewa fedha. Na sisi sasa hivi kwenye upande wa utabiri wa hali ya hewa, ufanisi wetu kidunia ni 88%. Kwa nini? Hizi jitihada kubwa zinazofanywa na serikali, mfano hivi viwanja vya ndege vinavyojengwa vikubwa, vyote sasa hivi vina rada. Ile rada ya kuongozea ndege, moja ya vitu ambavyo vimo kwenye rada ni pamoja na vitu kwa ajili ya utabiri wa hali ya hewa. Ndio maana sasa hivi ufanisi wa utabiri wa hali ya hewa, ukiambiwa kutatokea mvua siku 10, unaona mule. Kwa sababu gani? Nchi sasa kupitia teknolojia nyingine, hususan uwekezaji mkubwa kwenye miundombinu ya viwanja vya ndege. Na hata hii 88 tulionayo, ukisha kamilika uwanja wa ndege wa Dodoma, uwanja wa kimataifa wa Msalato, maana yake wanasema tunaenda kufikia sasa 98%. Maana yake tutakuwa na utabiri mzuri wa hali ya hewa ambayo utatusaidia sisi wakulima pamoja na wafugaji na watumiaji wengine wa taarifa za hali ya hewa kujipanga vizuri. Eneo la tatu ambako hizi fedha zimepelekwa ni ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira. Kama mnavyofahamu, masuala ya kimazingira katika nchi yetu, dhamana ya kusimamia masuala hayo imepewa ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira. Kwa maana yake kupitia ofisi hiyo sasa uratibu wa shughuli mbalimbali za kimazingira umekuwa sasa ukiwezeshwa kupitia hizo fedha. Lakini sasa kwa upekee na kwa umuhimu na kwa kutambua sekta ambayo inaenda sasa kugusa msingi wa kupatikana kwa fedha hizo, hizi fedha zimeletwa Wizara ya Kilimo. Na Wizara ya Kilimo, lengo ya kuletwa hizo fedha ni nini? Kutafsiri kwa vitendo dhana nzima ya kufanya harakati ya kupunguza athari ya mabadiliko ya tabia ya nchi, hususan katika mnyororo mzima wa uzalishaji wa mazao ya kilimo. Sasa fedha ile ilipokuja Wizara ya Kilimo, sisi Wizara ya Kilimo tuna watoto wengi, tuna taasisi karibuni 32. Tukasema hizi fedha tunaweza tukazipeleka kwa watoto wetu, lakini Waswahili wanasema kizuri kula na ndugu yako. Na sisi mdau wetu mkubwa ama ndugu yetu wa karibu ni ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, kwa sababu hii ndio wizara ya wananchi. Si wananchi kwa maana ile ya mambo ya mipira, wananchi kwa maana ya Watanzania, ambao hawa ndio hiyo 75% ya Watanzania ambao wamejikita kwenye nini? Kilimo. Kwa sasa tukasema basi tukawashirikisha wenzetu wa ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, ingawa kipindi hicho mchakato wa ushirikishwaji kipindi kile ilikuwa ofisi ya Waziri Mkuu, ilikuwa ni ofisi ya Rais. Basi tukawashirikisha, tukasema hizi fedha sasa mtupelekee sehemu ambazo tunaweza tukafanya miradi ikapata tafsiri ambayo inaleta matokeo. Manake serikali ya awamu ya 6 ni serikali ya falsafa ya kazi na nini? Kazi na utu. Sasa kazi ifanyike, utu ni nini? Utu sasa ni kile kilichofanyika kutokana na kazi kitafsiri ustawi wa maisha ya mwanadamu, kwa sababu kuna binadamu na mtu. Binadamu maana yake ni bini Adam, yaani binadamu maana yake ni mtoto wa Adam, ubini wake Adam. Lakini utu ni ile sasa thamani ya binadamu.
Kwa sasa iwepo kazi lakini inayotafsiri thamani ya binadamu. Sasa wenzetu wa TAMISEMI tukawaambia, bwana, sisi Wizara ya Kilimo, ili hizi fedha ziweze kuleta matokeo, tunataka maeneo ambayo zitaenda ziwe na vigezo vifuatavyo. Cha kwanza, kijiji kiwe na eneo ambalo huenda liko kwenye mwamvuli wa mipango ya matumizi bora ya nini ya ardhi. Kwa maana kijiji kina eneo lake kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali. Kwa maana hilo eneo liwe kwenye umiliki wa nini wa umma, ili baadaye tusije tukawekeza kwenye mradi alafu akaja Farao asemjua Yusufu ikatokea shida.